Mjadala mkubwa umeibuka ndani ya Simba Sports Club baada ya tukio la Bunju kuleta sura mpya kwenye mchakato wa kupata baraza jipya la wadhamini wa klabu. Katika kikao hicho, Murtaza Mangungu alitangaza majina ya wajumbe wa baraza jipya la wadhamini, hatua iliyozua mjadala mkubwa miongoni mwa wanasimba, huku wengine wakisubiri kuona hatua zinazofuata. Katika kikao hicho, Murtaza Mangungu alitangaza majina ya wajumbe wa baraza jipya la wadhamini, hatua iliyozua mjadala mkubwa miongoni mwa wanasimba, huku wengine wakisubiri kuona hatua zinazofuata. Lakini mambo yalibadilika baada ya Simba Sports Club kutoa taarifa rasmi iliyosainiwa na uongozi wa juu wa club chini ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Crescentus Magoli, ikieleza kuwa maamuzi yaliyofanyika Bunju hayakufuata utaratibu wa mkutano mkuu halali wa wanachama. Kupitia taarifa hiyo, Simba ilieleza kuwa maamuzi hayo yamebatilishwa kwa mujibu wa taratibu na katiba ya klabu, huku ikisisitiza kuwa mchakato sahihi utaendelea kupitia mkutano mkuu rasmi wa wanachama. Sasa swali lililobaki kwa wanasimba ni moja tu: hatma ya majina yaliyotangazwa na Murtaza Mangungu itakuwaje? Itafikishwa na kupitishwa kwenye mkutano mkuu rasmi, au Simba itaanza mchakato mwingine wa kupata baraza jipya la wadhamini? Kwa sasa macho yote kwa uongozi wa klabu ya Simba Sports Club kuelekea hatua inayofuata katika sakata hili ambalo limeendelea kuteka mjadala ndani ya familia ya Simba. Hii ni LK Plus. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare